Natumia nafasi hii kwanza, kila jambo lina mwanzilishi. Kwa namna ya kipekee sana nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza walioanzisha jambo hili linalofanyika hapa katika wakati huu wa leo, kwa malengo ya kuinua kiwango cha elimu na ufaulu katika shule zetu za Tarime vijijini na Tarime mji. Na pia niwapongeze wote mliohudhuria hapa kwa kuitikia wito huu kwa lengo la kukutana na kujadili mambo mbalimbali ya elimu katika wilaya yetu. Hongereni sana. Ndugu zangu, kwanza kabisa nikiri kwa kusema kwamba uwepo wangu hapa umesababisha nimejifunza mambo mengi. Nimewasikiliza kwa kina sana wadau mbalimbali, walimu wanaotoka kwenye shule zetu, na ushauri wenu mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime kule DC nitakwenda kuyafanyia kazi kwa haraka. Yale yanayowezekana tutayafanyia kazi na kuyatatua kwa haraka, ili tuhakikishe kwamba sasa tunakwenda kuwa na ufaulu mzuri katika maeneo yetu, katika shule zetu zote katika wilaya ya Tarime. Kwa kweli umesema jambo la muhimu sana. Sisi sote tunajua na ni mashahidi kwamba elimu ndio msingi wa maisha. Bila elimu hatuwezi kufanya chochote kile. Tunahitaji kuwa na elimu bora kwa watoto wetu, kwa sababu malengo na matarajio yetu ni kuendelea kupata wataalamu. Tunahitaji kuwa na walimu zaidi bora, tunahitaji kuwa na madaktari, wanasayansi, tunahitaji kuwa na wataalamu wa fani mbalimbali. Hivyo tuna kila sababu kuhakikisha kwamba tunainua kiwango cha elimu katika shule zetu na ufaulu. David amesema jambo dogo tu, akasema kwamba kuna neno la utayari, na sisi na mimi binafsi kwa kweli hilo jambo ni kubwa sana katika elimu. Hauwezi kufaulu kitu chochote kile kama hauna utayari. Kila kitu, kila jambo, ili ufaulu vizuri ni lazima kuwepo na utayari. Ndugu yangu, ushauri wako ni mzuri na ni mkubwa. Katika mikutano yetu sisi viongozi wa chama na serikali, na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa halmashauri, nina waheshimiwa madiwani, nitajitahidi katika mabaraza yangu na vikao vyangu nilisemea hilo kwamba sisi tuna nafasi kubwa ya kwenda kuzungumza na wazazi na walezi wa watoto. Ni lazima tuwasihi walezi na wazazi kwamba tuzungumze na watoto wetu kutoka majumbani kwamba watoto kwanza wawe na utayari wa kupokea elimu. Tukifanya hivyo, tutakuwa na uhakika kwamba sasa kunakwenda kuwa na mabadiliko katika elimu tunayokusudia tuwe nayo. Katika wasilisho mbalimbali hapa nimesikia malengo ya serikali bado tuko chini. Kila mlipowasilisha mlisema kwamba tuko chini ya 50% ambayo ni malengo ya serikali, lakini naamini kupitia kikao hiki cha siku ya leo na washa hii iliyoandaliwa na ndugu zetu, sasa tutakwenda kubadilika. Mara nyingi tumekuwa tukizungumza katika mikutano yetu, especially mimi katika mikutano yangu ya wote naifanya ukaguzi wa mashule, nazungumza na wazazi, nawaambia kwamba walao wahakikishe kwamba watoto wanapata chakula walao mlo mmoja kwa siku katika mashule, na sisi tunajitahidi kuangalia ni jinsi gani tuweze kuongeza swala la kupata chakula katika mashule ili watoto wafanye vizuri zaidi. Lakini kuna mwingine mdau, mwalimu amesema kwamba kuna photocopy machine. Sisi tulishaanza hilo, mashule mengi tuna photocopy machine. Tatizo tulilonalo najua ni umeme, na mpaka saa hizi tunaendelea kujitahidi kuwasiliana na wadau wetu wa TANESCO kuhakikisha kwamba umeme unakuwepo katika mashule yote. Kuna swala la maji, amezungumza mwalimu mmoja. Swala la maji, huduma ya maji, tunajua maji ni muhimu sana katika mashule yetu, na sisi tumejitahidi kwa kila kadri tuwezavyo kuhakikisha kwamba huduma ya maji inakuwepo mashuleni. Na sasa bado tuna programu ya uchimbaji wa visima katika mashule, tunaendelea nayo. Muda si mrefu mtaona matokeo mazuri, mashule yote yatapata huduma ya maji, hasa visima virefu.